lakini pia kuwakumbusha Watanzania na viongozi wetu wote kwamba si kosa, si dhambi kufanya mabadiliko ya katiba. Maana yake ni nini? Kama nchi ndani ya miaka 60 tumeweza kuwa na katiba 5. Katiba ya 61, 62, 64, 65, 77. Hizo ni katiba 5. Lakini katiba ya 77 kama ilivyoelezwa hapa imefanywa mabadiliko madogo mara 14 mpaka mwisho 2005. Sasa ni nani huyo ambaye haoni kwamba kuna umuhimu wa kuwa na katiba mpya miaka 60, miaka zaidi ya 40 baadaye? Kwa sababu katiba mpya ya mwisho ni ya mwaka 77. Sasa hivi tunazungumza takriban miaka tunaelekea toka 77 mpaka leo tunazungumza miaka karibu 40 na kitu, si ndio 45 Ni miaka mingi. Kama tuliweza kupata tufanya katiba 5 ndani ya miaka 10 na toka 61 mpaka 77, miaka 17 tulikuwa na katiba 5. Tunashindwa nini baada ya miaka 45 kuwa na katiba mpya? Msingi huo unatuonyesha kwamba katiba ni jambo ambalo linaweza likabadilika, lakini viongozi wakiwa na nia na utashi wa kusikiliza yale ambayo yanasukuma mabadiliko hayo na kufanyia kazi, tuna uwezo wa kuwa na katiba mpya kama tulivyofanya. Imagine tumekuwa na katiba 5 mpya, hatukuwahi kupigana. Tumefanya marekebisho 14, hatukuwahi kupigana, hatukuwahi kusukumwa na vita na mapigano kama zinavyofanya nchi zingine kuwa na katiba mpya. Tunapenda sana kukumbusha hiyo historia ili tuweze kuwa pamoja na nyinyi waandishi. Leo tumesema tufanye tathmini hii pamoja na nyinyi kwa sababu ndio muda mwafaka. Huu ndio muda mwafaka ambao tunapaswa kuzungumza masuala kama haya ya kitaifa. Lakini kama alivyoeleza sasa, baada ya katiba pendekezo kupatikana, lazima tujikumbushe tumekwama wapi. Kwa nini ule mchakato wa 2014-15 ulikwama? Bila kujikumbusha tulikwama wapi, hatutaweza kwenda kupata katiba mpya au mchakato ambao tutakwenda kuanzisha. Lazima either urudi kule kule tulikokwama au uwe na matatizo zaidi ya yale ambayo tuliyaona kwenye mchakato ambao ulikwama, lakini ulituachia katiba 2 ambazo zimetokana na maoni ya makundi ya kijamii. Sasa mkwamo, baada ya uchaguzi ule wa mkuu wa 2015, viongozi waliochaguliwa walikosa kipaumbele cha kukamilisha mchakato wa katiba. Licha ya ilani ya chama tawala kuahidi hivyo, mkwamo wa upatikanaji ulisababishwa na mambo mengi yafuatayo. La kwanza, changamoto zilianza wakati wa uwasilishwaji wa rasimu ya katiba hii bungeni, ambapo tuliona kulikuwa kuna mvutano kati ya viongozi kuanzia rais, viongozi wa bunge la katiba na watu wa kamati ya mabadiliko ya katiba, tume ile kina Warioba. Nadhani wote mnakumbuka nini kilitokea pale bungeni. Hapo ndio tulianza kuona kwamba kuwa na matumaini hafifu ya kuwa na katiba ya wananchi. Hiyo ni sababu mojawapo. Sasa hiyo sababu itukumbushe kwamba hatupaswi kurudi kwenye kuwa na mchakato wa namna hiyo ambao baadhi ya viongozi au watu wachache wanaweza wakarudisha mchakato mkubwa kama ule uliotumia rasilimali nyingi za nchi na muda, wakaturudisha nyuma kwa sababu wanazojua wao wenyewe. Lakini la pili, aidha kutokuwepo na mwafaka wa kikatiba na wa kitaifa ndani ya bunge lile la katiba, lakini pia na kwa jamii kwa ujumla, ulichangia kwa sehemu kubwa kutokuendelea kwa huo mchakato. Ndugu waandishi na Watanzania, mtakumbuka kabisa bunge lile lilisababisha kukawa na makundi mawili au kawa wakatoka kwenye mchakato wote ule wa upatikanaji wa katiba. Condition namba 1 au tunaweza tukasema jambo ambalo linapaswa kuzingatiwa ni kuwa na umoja, kuwa na maridhiano. Duniani kote zile standard za kupatikana kwa katiba mpya wanasema lazima tutengeneze katiba tukiwa tumeridhiana. Sasa kukosekana kwa maridhiano ulianza kuonekana kule bungeni, na tutakuja kueleza tukatengeneza mpasuko. Kwa hiyo kukosekana kwa maridhiano bungeni kukatengeneza sababu nyingine iliyochangia sasa kukwama kwa mchakato wa katiba ni mpasuko huu
ukawa mkubwa sana katika taifa. Mpasuko huu uliendelezwa na ukachukua sasa sura ya kitaifa kuanzia bungeni mpaka baadaye ukawa walivyotoka nje ikawa sasa ni swala la kitaifa, mvutano mkubwa. Na tukaona wabunge wa wawakilishi Zanzibar ukagawanyika pia kwa wakati swala la muungano Zanzibar na huku bara, na baadaye tukaona imegusa mambo mengine makubwa ya kitaifa ambayo yamekuwa siku zote ni changamoto inapokuja swala la katiba mpya, kwa mfano swala la muungano na mambo mengine. Sasa mpasuko huu wa bunge ukafanya kabisa swala la katiba mpya iwe ni ndoto isiyoweza kukamilika katika taifa letu, na ni kwa sababu tutakuja kuelezea tulikosea katika muundo wa bunge la katiba duniani kote. Utakumbuka, nitolee mfano wa Uganda 1993 mpaka 95. Uganda walianza kutengeneza katiba yao 93 mpaka 95, lakini mjadala uliokuwepo kule ni aina gani ya muundo wa bunge la katiba, kwa sababu chombo kisheria ambacho kinapaswa kutunga sheria kwa nchi nyingi duniani ni bunge la katiba. Sasa muundo wa bunge la katiba duniani kote umekuwa ni changamoto ya kufifisha michakato ya katiba. Kwa hiyo wakaona kwamba tunafanyaje tupunguze wanasiasa kwenye bunge la katiba, kwa sababu wanasiasa wakati zote huwa wanajifikiria mambo yao ya hapa na pale ya uongozi. Wanaweza kawa wachache wenye kufikiria taifa miaka 150 inayokuja. Kwa hiyo wakatengeneza utaratibu wa watu kupigiwa kura kwenye majimbo, utaratibu wa kwenda wawakilishi wa majimbo ambao watapigiwa kura, ingawa sehemu kubwa pia walirudi tu tena wale wa chama cha Museveni NRM kwa sehemu kubwa, lakini kulikuwa kidogo na mvutano na uwakilishi wengine wa watu wengine ukaweza kuwepo kwenye lile bunge. Lakini wakaweka vizingiti vikali kwamba ukiingia kwenye kamati kwenye bunge la katiba ni sharti kwamba kwenye chaguzi zinazokuja usishiriki walau miaka kadhaa. Kwa kidogo hiyo ikapunguza watu kuingia kwenye michakato wakiwa na mitazamo ya kisiasa. Na hii sasa tutaona kwa namna gani imekuhamisha. Ndio maana nasema ilikuhamisha sisi, kwa sababu muundo wa bunge la katiba lilikuwa limekaa kisiasa zaidi. Kwanza lilikuwa limeundwa zaidi na chama kimoja, lakini na kuongeza pia wakaongezeka tena wanasiasa wengine wa vyama vingine. Kwa hiyo ikawa ni mvutano wa kisiasa badala ya kuwa ni chombo kubwa cha kitaifa cha kujadili mustakabali wa taifa, hasa unapokuja swala la katiba mpya. Kwa hiyo changamoto ingine ni mchakato wa upatikanaji katiba kufanyika karibu sana na uchaguzi. Kama wote mligundua, kosa tulilofanya ni kufanya mchakato wa katiba mwaka 2014, tunaanza uchaguzi wa serikali za mitaa, tunakwenda 2015 uchaguzi mkuu. Wakati watu wana moyo, wana majoto, wana kila kitu, kila mtu anafikiria ubunge, urais, udiwani. Sasa hiyo ni kosa kubwa ambalo tulifanya kama taifa. Na ukijaribu kuchunguza utakuta hiyo ndio imepelekea mchakato ule usifike popote. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu wanasiasa walikuwa wanaangalia uchaguzi wao zaidi. Na kama wanasiasa wanaangalia uchaguzi wao zaidi, isingekuwa rahisi kwa wao kukubali katiba mpya ipite, wakati katiba mpya ilikuwa inakwenda kufumua mambo mengi ya kisiasa, mambo mengi ya kiutawala, kimuundo. Kwa mfano mamlaka ya rais, madaraka ya rais, tulikuwa tunasema mawaziri wasiwe wabunge, wasiwe mawaziri. Kuna mambo mengi ambayo kisiasa, kwa mtu anayetaka kuwa mbunge kesho, anataka kuwa waziri, anayetaka kuwa rais, lazima angeona huu mchakato kwake ni nuksi, au tunaweza kusema ni uzio mkubwa wa maslahi yao. Kwa hiyo maslahi binafsi yakatawala ya kisiasa, kwamba huu mchakato hauna tija kwa makundi kadhaa ya viongozi na wanasiasa. Kwa hiyo ikawa ni sababu kubwa ambayo lazima tujifunze kwamba tukitaka katiba mpya ambayo itakuwa ina maslahi ya kitaifa kwa miaka 50, isiyoongozwa na maslahi ya kisiasa ya kesho kutwa, tupate katiba wakati hatufikirii masuala ya uchaguzi. Ikiwezekana baada tu ya kutoka kwenye uchaguzi, ndani ya mwaka mmoja katiba yetu ipatikane. Lakini changamoto nyingine ni kwamba tukumbuka kwenye hilo kwamba swala la uchaguzi tulikuwa tume ndio ilikuwa imepewa mamlaka ya kusimamia kura ya maoni. Tunakumbuka tume hiyo ndio wakati huo ndio inafanya masuala ya kuandaa uchaguzi.
sijui daftari la wapiga kura. Wakati huo huo tunataka tena ndio wafanye nini? Wasimamie ile kura ya maoni ya kupitisha katiba mpya. Kwa namna yote au nyingine, ule ungekuwa ni mvurugano mkubwa sana. Au kuwa wakati mzuri, na ndo tuseme tu kasaiba. Hizi ndio sababu ambazo zimeturudisha nyuma. Lakini sababu nyingine ni kukosekana kwa utashi wa kisiasa. Viongozi waliofuata baada ya uchaguzi wa 2015, kuanzia Rais marehemu John Pombe Magufuli, yeye alisema kabisa kipaumbele katiba sio kipaumbele chake. Pamoja na kwamba ilani ya CCM ilikuwa imeweka ilani imesema kabisa watamalizia mchakato, lakini kuanzia 2016 alisema swala la katiba sio kipaumbele, na tuliona kweli kwenye katiba, kwenye ilani ya CCM ya mwaka 2020 hawakuweka swala la katiba mpya. Pamoja na viongozi wengine wote waliofuata, swala la katiba likaonekana sio swala la kufanyiwa kazi, sio la muhimu. Wakaacha maslahi ya wananchi, hitaji la wananchi la muda mrefu kuwa na katiba mpya, wakaenda na mahitaji yao ya kisiasa zaidi, kitu ambacho ni kinyume kabisa na misingi ya kikatiba na utawala bora. Kwa hiyo ni sababu nyingine pia kwamba kukosekana kwa utashi wa kisiasa. Utashi wa kisiasa kwa viongozi wa nchi ni ngumu sana kupata katiba ambayo tunaitaka. Na ndio maana JK pamoja na sasa hivi kulaumiwa hapa na pale, kitendo cha mwaka 2014, mwaka 2011 kutangazia bunge na mchakato kuanza, kwa kweli hilo jambo mwenyewe yeye kama kiongozi lilimpa heshima kubwa sana kwa kuanzisha ule mchakato, lakini ikaja kuharibika pale aliposhindwa kumaliza mchakato huo. Kwa hiyo rais yoyote ule ambaye atawapa Watanzania katiba mpya, katiba ambayo inatokana na maoni ya wananchi, atajijengea heshima ya kudumu sana katika taifa hili. Na sisi tunaomba, ndio maana tumekuja kuzungumza na nyinyi kwamba tuwakumbushe kwamba sasa swala la katiba mpya ni swala ambalo tusitegemee sana utashi sana wa viongozi, kwa sababu ndio hiyo kwamba tunakubaliana hapa, kesho wakibadilika tunakwenda kwingine. Ya msingi, kumekuwepo na makundi katika jamii ambayo wao swala la katiba kwao ni tishio kubwa sana. Makundi ambayo yananufaika, makundi ambayo kwa namna moja au nyingine kwao mabadiliko ni tishio kwa maslahi yao binafsi. Haya yapo na yameendelea kukwamisha sio tu katiba mpya, mabadiliko mengi tu ambayo sisi kama Watanzania tumekuwa tukipigania. Kwa lazima tutambue na lazima tuseme ukweli, na lazima tuwashauri viongozi wetu watambue kwamba wao ndio tumewapa ridhaa ya kulinda nchi na katiba na sheria za nchi. Kusiwe na makundi mengine ya pembeni ya nje ambao yanataka kuona nchi inabakia kama ilivyo, badala ya kubadilisha nchi iendane na dunia inavyokwenda na mambo mengine na kuzingatia maslahi ya wananchi. Kwa hilo lalo tulichukulie. Tunapokwenda kwenye katiba mpya, tusisahau hilo. Kama watashindwa kuzuia mchakato wa katiba, basi watakachoweza kufanya ni kushawishi mchakato wa katiba uanze na mambo yao yale yakabaki kama yalivyo. Kuna mawili hapo. Wakishindwa kuzuia mchakato wa katiba, hata kama tukianza mchakato wa katiba lazima tuwe makini na makundi haya, kwa sababu tunaweza tukapata pia katiba ambayo sio ile ambayo tulikuwa tunaitaka. Kwa hiyo ni vizuri, na ndio maana tunawaambia Watanzania na nyinyi waandishi wa habari, tukutambue kwamba mchakato wa katiba haupasi kuwa haupasi kuwa jambo la kundi fulani. Mchakato wa katiba unapaswa uamuliwe, na tumeshafanya hivyo kwa sababu tume ya Warioba ilizunguka nchi nzima. Wananchi walishaamua wanataka katiba mpya. Sasa isitokee kundi au mtu yoyote akaturudisha nyuma. Lazima tufike mahali tuzungumze kwa uchungu. Tuzungumze kama Watanzania ambao tunapenda kuilinda taifa letu kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja. Na tusiangalie maslahi yetu ya leo ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kifedha, badala ya kuangalia nchi miaka 50, 100 inayokuja. Lakini jambo la mwisho ambalo limetukwamisha ni kuwemo kwa mambo makubwa ya kitaifa yaliyokosa mwafaka wa kitaifa. Mfano swala la mifumo ya kisiasa, kiuchaguzi, lakini muundo wa uongozi wa nchi, swala la muungano. Haya ni mambo ambayo pia lazima tuyaangalie, kwa sababu hata leo tukifanyia kazi changamoto zingine, lakini haya mambo makubwa ambayo yameleta mvutano wa kitaifa lazima yamechangia, kwa sababu hatukuwa na mwafaka. Kwa mfano serikali, muundo wa muungano, hatukuwa na mwafaka. Hatukuwa na mwafaka namna gani tutengeneze mfumo wa kiuchaguzi. Inakubalika kabisa kisheria kutengeneza mwafaka katika mambo kadhaa kabla mjaenda kwenye mchakato wa katiba. Kwa hiyo
ndugu wa Tanzania pamoja na waandishi wote, ni vyema tukajikumbusha na vyema tuwakumbushe viongozi wetu ambao wameahidi kutuletea katiba mpya haya mambo, ili tusiweze kurudi kule ambao tumetoka. Na hii naomba Watanzania waandishi, iwe ni kazi yenu, mwe mnabeba nafasi kama hizi kuwakumbusha Watanzania na kutoa elimu, kujua wapi tumejikwaa, ili tusishindwe tena kusonga mbele. Sasa baada ya kueleza hayo, tunakuja kwenye mapendekezo yetu sasa, ambayo tunadhani ni muhimu sana sasa yakafanywa kazi. Letu hili la leo, kwanza nieleze malengo, kwa nini tunatoa tamko leo. Kwanza tunapenda kuwaambia Watanzania kwamba tumefanya uchambuzi wa ilani za siasa za vyama vya siasa ambao vinashiriki uchaguzi, kwa sababu viko ambavyo havishiriki uchaguzi. Vile vinavyoshiriki uchaguzi, tumefanya uchambuzi ilani zao na kuangalia kwa namna gani wamechukua ile ajenda yetu ya katiba. Tumeangalia mambo mengi, lakini leo tunazungumza jambo moja tu. Pendekezo letu moja la katiba mpya tumeliangalia kwa mapana kwenye ilani hizo na kuangalia ni kwa namna gani vyama vimejipanga kutuletea mchakato wa kukamilisha upatikanaji wa katiba mpya. Lakini tunapenda lengo lingine ni kuwafahamisha Watanzania namna gani sasa hizo katiba na wagombea wamejinadi wakati wa uchaguzi kuhusiana na katiba hii. Kumbuka kwamba asasi za kiraia tulipendekeza swala hili la katiba mpya, na tukasema kwamba ni swala ambalo lazima baada ya uchaguzi lifanyiwe kazi bila kusubiri tena kufikia kwenye uchaguzi zinazokuja tukiwa hatuna katiba mpya. Kwa hiyo tumeangalia ilani za vyama zaidi ya vitano. Kwa mfano chama cha Chauma, CCM, ACT Wazalendo, CUF na NCCR Mageuzi. Vyama vyote hivi tumegundua kwamba wamezingatia swala la katiba mpya na wametoa kama kipaumbele kikubwa sana swala la katiba mpya. Kwa hiyo ni jambo ambalo sisi kwanza tunawashukuru na tuwapongeze, kwa sababu tulienda kuwatembelea wote, mnakumbuka waandishi wa habari, tukawaita, tukawapa ilani zetu, wakaweka kwenye katiba yao, lakini pia wakati wa kampeni hawakusita, hawakuona hofu kuzungumzia swala la katiba mpya. Kwa hilo sisi kama wadau ambao tunaamini kabisa kwamba swala la katiba lazima lianze na utashi wa kisiasa, tunaweza tukasema kwamba tunaanza kuona mafanikio ya awali ya yale ambayo tumekuwa tukiyasema. Sasa kwa mfano niwapitishe kidogo. Kwenye chama cha ACT Wazalendo, wao wameahidi endapo watachaguliwa kuongoza nchi, itafufua na kukamilisha mchakato wa katiba mpya ndani ya mwaka mmoja. Hawa ni ACT Wazalendo. Chama cha Ukombozi wa Umma, Chauma, kimeahidi kuwa ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kuongoza serikali kitawasilisha bungeni mswada wa sheria kwa ajili ya kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Aidha, mswada huo kwa mujibu wa Chauma utapendekeza kuundwa kwa tume kwa ajili ya kuratibu kuandika rasimu ya katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kurejea taarifa mbalimbali za tume za Jaji Nyalali, Jaji Kisanga, Jaji Warioba, katiba pendekezwa na taarifa za vikosi kazi vilivyoundwa na Rais Samia mwaka 2023 na kurejea masuala mengine mtambuka kulingana na hali halisi ilivyo sasa hivi. Hawa ni Chauma. CCM, Chama cha Mapinduzi, CUF, chama cha wananchi, pia kimeahidi kuwa mchakato wa uandaaji wa katiba mpya ya wananchi utafufuliwa katika kipindi cha miezi mitatu baada ya kuapishwa rais wao na endapo watashinda uchaguzi. Katiba ya wananchi itaandaliwa kwa kushirikiana na wadau wote katika mjadala wa kitaifa, ikiwa ni pamoja na wataalamu wa katiba, vyama vya siasa, asasi za kiraia, wakulima, wanafunzi wa vyuo vikuu mbalimbali, jamii zenye ulemavu, wastaafu, vijana, wanawake, wazee, kadhalika. Mjadala huu utajikita katika kuboresha rasimu ya tume ya Jaji Warioba. Wao wamesema moja kwa moja wanataka kuboresha rasimu ya Jaji Warioba na wametaja utaratibu watakao utumia. Hawa ni chama cha wananchi, CUF. Chama cha CCM, Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kinaongoza nchi kwa sasa, kwenye ilani yao pia wamesisitiza kwamba watauisha mchakato na kukamilisha mchakato wa katiba. Lakini sio tu kwenye ilani zao, viongozi wao, mwenyekiti wao wa chama na mgombea wa urais, Dr. Rais Samia amesema kwenye majukwaa
kwamba ndani ya siku 100 mchakato wa katiba mpya utaanza. Tumemsikia pia mgombea mwenza ndugu Nchimbi naye akisisitiza hivyo pamoja na viongozi wengine. Kwa hiyo CCM nayo imeahidi ndani ya siku 100 Watanzania. Haya ni mambo ambayo tunapaswa tuyasikilize, tunapaswa tuyafuatilie. Hizi ni ahadi ambazo lazima tuzihakikishe kwamba zinatekelezwa endapo watapata ridhaa ya kuongoza nchi, kwa sababu uchaguzi ni mkataba kati ya viongozi na wananchi. Kwa hiyo watakaofanikiwa kupewa ridhaa tutawakumbusha haya, na tunaanza kuwakumbusha hata kabla hawajashinda, na ndio maana tumekaa hapa kwamba haya ndio mnaahidi. Kwa hiyo tutakuja kutoa mapendekezo namna gani sasa tunadhani watapaswa. Lakini NCCR Mageuzi na wao wamesisitiza kwamba katiba mpya itapatikana haraka sana baada ya wao kushika dola endapo Watanzania watawachagua. Vyama vingine tunaendelea kukusanya ilani zao kuweza kuona namna gani wameweka swala hili la katiba, lakini walau vyama hivi vitano tayari vimeshaweka bayana kwa namna gani wataenda kutupatia katiba mpya. Hatua hii ya awali tunadhani ni malengo ya asasi za kiraia katika ilani yake yanaanza kupata mwanga, kwani tunajua ili kufikia hatua ya kuanza mchakato wa katiba mpya lazima uanze na utashi wa kisiasa, na wale wanaotafuta uongozi wa nchi hawezi tu kazuka, lazima watu waanze kuzungumzia. Yani utegemee tu mtu amechaguliwa alafu baada ya uchaguzi ndio ukamwambia katiba mpya. Kama haipo kwenye mipango, kama haipo kwenye ajenda zao za uchaguzi ni ngumu. Na ndio maana watu wana ilani za uchaguzi, na ndio maana watu wanakwenda tuna miezi miwili ya kampeni, manake ajenda zikaelezwe. Sasa kama mtu amezunguka nchi nzima anasema katiba mpya alafu baada ya uchaguzi asifanye katiba mpya, huyo mtamuonaje huyo? Watanzania lazima tuanze kuchukua hizi ajenda za wanasiasa na ahadi kwa serious mkubwa sana, kwa sababu tutamuona ni muongo tu. Haiwezekani mtu akazunguka nchi nzima alafu akasema katiba mpya alafu baada ya uchaguzi hicho kitu msikipate. Mtamuonaje huyo mtu? Nadhani lazima tuanze kuwakumbusha kwamba ahadi zao hizi tunazifuatilia na tunawapongeza kwa sababu pia viongozi na vyama vyao wanaweza kachagua mambo mengine. Bahati mbaya nje hatuendeshi na dira ya taifa, wanaweza kachagua mambo mengine, lakini kama wameona kwamba hizi hoja ni za msingi, ni jambo ambalo kwanza sisi tunaweza kusema uwepo wa hiyo nia ni jambo ambalo lazima sasa tuendelee kuchochea, tuendelee kuweka pressure zaidi. Hizo nia zao watakao shinda dola basi watekeleze. Sasa tunapenda jambo lingine, kwa nini tunapenda kuwakumbusha Watanzania? Kwa nini pia tunazungumza leo? Kuwakumbusha Watanzania kuwa huu ndio muda mwafaka wa kuzungumzia mambo kama haya. Sijui mnasubiri wakati gani kufanya mijadala ya mambo kama haya, kwa sababu huu ndio muda wa kuweza kupima na kupembua ni nani mwenye nia ya dhati ya kutaka kutuletea jambo hili la katiba. Kwa hiyo wakati wa uchaguzi ni muhimu kurejea hizi ajenda pamoja na zingine. Sisi tunazungumza katiba leo, lakini zipo ajenda nyingi za kitaifa. Sisi tunazungumza katiba kwa sababu tunaamini mambo yote ya kitaifa ambayo yanalalamikiwa, mwarobaini wake kwa asilimia zaidi ya 80 ni katiba mpya. Yaani sisi tunataka tuue ndege wote kwa jiwe moja. Badala leo tuanze kuzungumza sijui tume ya uchaguzi, sijui haki za binadamu, sijui uhuru wa waandishi wa habari. Tunatafuta jiwe kubwa ambalo litaua ndege wote kwa wakati mmoja. Na jiwe hilo ni nini? Ni katiba. Yaani upatikanaji wa katiba yani ni sawa na zile dawa mseto, kwamba ukinywa dawa inatibu magonjwa yote, si ndio? Dawa moja inatibu magonjwa yote. Sasa sisi katiba tunaona ni dawa mseto ambayo tukiimeza manake magonjwa yote ya nchi tunakwenda kufanya nini? Tunakwenda kuyatibu. Na ndio maana sisi tunajikita kwenye katiba mpya tukiamini kwamba huu ndio mwarobaini wa changamoto za wananchi, kuanzia kwenye masuala ya maendeleo, masuala ya umaskini, masuala ya uchumi, masuala ya ufisadi, masuala ya uhuru uchaguzi, haki za binadamu, makundi yote ya jamii na mambo yote ni katiba. Anayedanganya watu kwamba katiba haihusiani na kula yako, haihusiani na barabara yako, haihusiani na uchumi wako, huyo anatakiwa arudi darasani. Anatakiwa aelewe nini maana ya katiba. Katiba ndio maisha ya Mtanzania kwa kila siku. Katiba ndio kila kitu. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwa na katiba mpya tutakuwa tumemaliza. Kwa hiyo tuchukulie, na waandishi wa habari tuwaombe kwamba nyinyi ndio mwe kioo cha jamii. Nyinyi mna sauti, mna nafasi ya kuwakumbusha Watanzania, mna nafasi ya kuwaelimisha Watanzania umuhimu, na sio nasisitiza, tumetoa historia, sio kosa. Kama kuna kiongozi anadhani Watanzania kudai katiba mpya ni kosa la jinai, halafu tukakubaliana naye, basi wengine ambao tumesoma sheria, tumesimamia haki za binadamu, ni bora tuzikwe kesho. Na tusione haya kudai swala la katiba mpya, tusione hofu yoyote ile, kwa sababu
tena tunapodai kwa njia hizi za kushauriana, kwa sababu zipo nchi ambazo watu walidai katiba kwa mapanga na mitutu. Hapa Kenya jirani tu walipigana kwanza ndio wakapata katiba mpya, Rwanda na nchi zingine, South Africa. Sisi tulibahatika kuanza mchakato wa katiba tukiwa na amani, na bado tunapendekeza kwamba tuendelee kutumia fursa hizi tulizonazo kupata katiba tukiwa tunakunywa chai pamoja, tunakaa pamoja, tunapiga picha kwa pamoja. Na ndio mchakato wa katiba duniani unapendekeza hivyo, kwamba tupate katiba tukiwa tumetulia, na katiba itakayotengenezwa wakati tumetulia itakuwa ni katiba imara ya kudumu miaka mingi, kwa sababu tumetengeneza tukiwa hatuna pressure zozote. Kwa hilo jambo lazima tusisitize kwamba ndio maana tunasema kwa nini tunazungumza leo. Sasa ili kwenda kukamilisha sasa ni nini kifanyike? Tuna mapendekezo tunakuja nayo. Tuna mapendekezo baada sasa ya kufanya tathmini ya kampeni na katiba hizo na kuona kwamba walau swala la katiba limepewa kipaumbele, tunapendekeza ili kuepuka yale ambayo nimeyaeleza kule, tusirudi tulipotoka. Tunapendekeza mambo yafuatayo. La kwanza, kabla ya yote, yani kabla hatujafanya jambo lolote, lazima tufanye jambo hili. Tusipofanya jambo hili hatutafika mahala. Mwafaka wa kitaifa. Kabla ya kuingia kwenye mchakato wowote wa katiba, lazima tuende kwenye mwafaka wa kitaifa. Na tumesikia wagombea wengine, tumemsikia Rais Samia na wengine wakizungumza mwafaka wa kitaifa. Sasa sisi tunatoa mwongozo. Na ndio kazi yetu sisi kama asasi za kiraia. Kujaribu kushauri na kutoa mwongozo kuhusiana na mambo ambayo pengine hata viongozi wanatamani kuyafanya lakini wanakwama kutokana na sababu mbalimbali. Kwa sasa taifa limegawanyika kwa sehemu kubwa kutokana na majeraha mengi yaliyotokana pia na awamu zilizopita, lakini pia majeraha yaliyotokana na chaguzi za 2019-20, chaguzi za 2024, lakini pia na huu uchaguzi unaoendelea. Ni wazi usiopingika taifa limegawanyika kwa sehemu kubwa. Sasa huwezi kwenda kwenye uchaguzi kwenye katiba mpya ukiwa na mgawanyiko huu. Kwa lazima turudi kwenye utaratibu wa kuwa na mwafaka wa kitaifa. Siku zote duniani imekuwa ni ngumu kupatikana katiba nzuri endapo mchakato utaendeshwa katikati ya mgawanyiko, katikati ya migogoro ya kitaifa mikubwa. Na ambayo sasa tunapendekeza kwamba migogoro hii inahitaji mwafaka. Hatujafikia hatua ya kushindwa kukaa, naitwa national consensus. Vitu hivi ni vidogo ambavyo tunaweza tukakaa tukavifanyia kazi. Kwa hiyo zile changamoto za kijamii zitaondolewa endapo tutaunda kamati ya kitaifa ya kutatua changamoto hizi. Na tunapendekeza ili kufanikisha hili tunapendekeza yafuatayo. Sasa tutafanyaje huko? Lazima sisi tunatoa, hatutaki tuache vitu vikiwa na maswali. Si ndio Tunapendekeza kitu full complete. Uongozi kwanza, lazima ili tufanikishe hili. Lazima uwepo uongozi wenye nia ya dhati ya kufanya hivi. Viongozi wote wa kisiasa, kijamii, kidini wanapaswa kuonyesha dhamira ya kweli ya kuisha mchakato wa katiba mpya kwa maslahi ya taifa badala ya maslahi binafsi. Tunapokwenda kwenye huo mwafaka, yani tuende na hiyo nia na hiyo dhamira ya kuwa taifa moja na vitu kama hivi. Lakini tutafanyaje sasa? Mwafaka wa kitaifa utafanyikaje? Hilo ni swali ambalo najua mtaniuliza, sisi tunapenda kutanguliza kulielezea. Kuundwa kwa kamati ya kitaifa ya mwafaka. Kabla tujaanza mchakato wa katiba, yani hapo bado hatujaanza mchakato wa katiba. Na najua mtaniuliza ni lini hiyo kamati iundwe. Nitakuja kutoa mwelekeo. Kamati hii iwe na chombo cha mpito chenye mamlaka ya kitaifa, chenye jukumu la kushughulikia changamoto muhimu katika jamii. Yani zile ambazo zinatufanya tusiwe pamoja, zile ambazo zimetengeneza mpasuko, lazima kamati ya mwafaka ifanyie kazi. Sasa kazi hizo ambazo kamati itafanya ni hizi zifuatazo. Kwanza, kufanyia kazi mpasuko wa kitaifa uliotokana na changamoto za awamu iliyopita, uchaguzi 24, uchaguzi wa 2024-2025, pamoja na changamoto ambazo zinaendelea za sasa za kitaifa. Hiyo kamati itatakiwa ifanyie kazi. Na sisi mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, waandishi, mtakumbuka kwa miezi takriban sasa 4 tumekuwa tukizungumza swala la mwafaka wa kitaifa. Kwa hiyo kamati hii itafanyia kazi changamoto hizi zote na kutoa mwelekeo wa kitaifa kwamba watu washikane mikono kwamba changamoto hizi zimekwisha, alafu ndio twende kwenye katiba mpya. Lakini jambo lingine,
kazi ya kamati ni kutibu majeraha yaliyotokana yote, nasema mgawanyiko wa kisiasa, kijamii, lakini pia kutokana na mchakato wa katiba uliopita. Yale majeraha niliyowaeleza lazima yatibiwe kwanza, ndio tuende kwenye mchakato wa sasa tunaotegemea wa katiba. Lakini jambo la tatu, kuainisha hoja kuu zenye mgongano, zile hoja nilizokuwa ambazo nilisema ni sababu za kukwamisha. Kamati hii ya mwafaka wa kitaifa lazima ituletee majibu kuhusiana na muundo wa muungano kabla ya kwenda kwenye katiba. Kamati hii ya mwafaka wa kitaifa lazima ituletee majibu, tunataka tuwe na muundo gani unaosimamia mfumo wa uchaguzi katika taifa letu. Lazima kamati hii tuletee, tunahitaji muundo gani wa kitaifa wa uongozi. Tuwe na mawaziri wa bunge au tuwe na nini, structure, madaraka ya rais, pamoja na mambo mengine, haki za binadamu, yale ambayo yamekuwa ni contentious issues, zile issue ambazo zimekuwa disputed, ambazo ukienda kwenye mchakato wa katiba bila kufanyia kazi huo mkata huo, yani hauwezi kufika kwenye consensus. Hata ukienda kwenye referendum, kura ya maoni, wananchi lazima watapiga base na hiyo migogoro, lazima. Leo ukienda kwenye kura ya maoni, kura zitapigwa kwa kuangalia swala la muungano, swala la muundo wa serikali, kura zitapigwa kuhusiana na masuala yale ya uchaguzi. Kwa sasa lazima tuzitatue hizo tukiwa tunaelewana, alafu tunakwenda kwenye mchakato tukiwa ni wananchi sasa wanakwenda kuamua, lakini ule mgawanyo wa kisiasa, wa kijamii unakuwa kwenye jamii haupo. Hilo ni jambo ambalo kamati hiyo itapaswa kulisimamia na kutoa majibu yake. Lakini kamati ya maridhiano sasa, ili iweze kufanikiwa, lazima izingatie muundo wake utakuwaje. Muundo wa kamati hii ya maridhiano, tusirudi kwenye zile kamati za watu wawili watatu kujifungia ndani alafu kusema kwamba ni kamati za maridhiano. Tusirudi kwenye zile kamati ambazo zinachukua upande mmoja wa jamii, hizo wanasiasa tu, alafu wanasema ni kamati za mapana. Haiwezi kuwa kamati ya maridhiano, itakuwa ni kamati ya kisiasa. Tunataka kamati ya maridhiano ambayo inachukua makundi yote ya kijamii, ambapo tutakaloridhiwa pale hakuna mtu ambaye atatoka kulipinga. Kwa mfano, wawakilishi wa vyama vyote vilivyosajiliwa, whether wana wabunge hawana, wote, hiyo ni kundi namba 1, wawakilishi. Kundi namba 2, wawakilishi wa asasi za kiraia kwa makundi yao, hasa wale ambao wanasimamia masuala ya utawala bora, haki za binadamu na masuala ya katiba. Hilo ni kundi namba 2, lazima liwakilishwe effectively, kwa sababu na wenyewe wana wananchi wao. Wawakilishi wa taasisi za kidini na viongozi wa dini, lazima na wao wawakilishwe effectively, dini zote, ili tukitoka hapo tusiwe na mtu akunda kutuzunguka kuwa tofauti. Wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi, sekta binafsi, makundi, kwa mfano makundi yote ya wafanyakazi, lakini wawakilishi wa makundi maalum, kwa mfano vijana, watu wenye ulemavu, makundi ya pembezoni, wakulima, wafugaji, lazima pia wawepo kwenye kamati hiyo ya kitaifa ya consensus. Lakini wawakilishi wa taasisi, vyama vya kitaaluma, kwa mfano mawakili, vyuo vikuu, waandishi wa habari, wanasheria, walimu na vitu kama hivyo, lazima wawepo kwenye kamati hiyo ya kitaifa. Lakini wawakilishi wa serikali ni wadau pia wakubwa, kwa sababu wao ndio pia wanajua mambo mengine ya kitaifa, changamoto zingine, lazima pia serikali iwepo kwenye hiyo kamati ya kitaifa. Sasa hilo ndio kundi ambalo sisi tunapendekeza, ambayo duniani kote ukiangalia mambo haya ya kutafuta national consensus, hatuzungumzi kwa kuzungumza kwa sababu tunazungumza. Tumeangalia pia kwa mfano Afrika Kusini walipotengeneza zile kamati za maridhiano, walifanyaje? Kenya, nchi nyingine nyingi tu Ulaya huko, lazima iwe na sura ya kitaifa, kana kwamba watu wakitoka kwenye hayo maridhiano hakuna atakayekuja kusumbua tena. Yaani tukitoka hapo tunakwenda kutafuta katiba mpya kilaini kabisa, kwa sababu hakuna mtu atakayepinga kwamba mbona mmesema serikali 2 au serikali 3, tayari tulishatatua huku. Mbona mmesema mabunge wasio mawaziri, tayari tulishakubaliana. Kwa sababu haya ni makundi yanawakilisha jamii, watafanya kazi ya kwenda kuelimisha jamii kwamba hii ndio mwelekeo tunapaswa kwenda nao. Kwa hiyo ndio kamati. Na tumesikia pia Rais Samia ambaye pia ni mgombea wa CCM akizungumza swala la maridhiano. Nadhani wote waandishi mmesikia kwamba siku 100 kutakuwa na muafaka. Sisi mtakumbuka tulikuwa tumependekeza. Sisi tulipenda sana muafaka usifanyike baada ya uchaguzi, ufanyike kabla ya uchaguzi.
kwa sababu tunapozidi kuchelewesha mwafaka unazidi kutengeneza ile sumu ya mpasuko, unazidi kuwa mkubwa. Nadhani mnaona kila siku. Sisi tulipendekeza muda mrefu sana hata kabla kuanza uchaguzi, lakini bado tunaendelea kusisitiza kama inawezekana kamati hii ya mwafaka iundwe hata kabla ya uchaguzi, na kazi yake ianze mapema kabla hata uchaguzi, ili baada ya uchaguzi iendelee kukamilisha kazi yake na baadaye ikabidhi sasa kwenye mchakato mwingine wa katiba ambao tunaupendekeza mambo yale ambayo tayari yameshalainishwa. Yaani sawa na vile watu wale ambao unajua ndege huwa anatafunia watoto wake chakula na mpa tu na meza. Sisi nadhani kamati hii ya maridhiano itatafuna na kulainisha chakula na kuja kukabidhi kwenye taasisi nyingine ambayo tunapendekeza ya kumalizia mchakato wa katiba. Kwa hiyo hii ndio taasisi ya kwanza au chombo cha kwanza kinapaswa kuundwa tunapoelekea swala la upatikanaji wa katiba mpya, na itajibu majeraha mengi haya ambayo tunaendelea nao sasa hivi ya uchaguzi na mambo mengine wa viongozi wa siasa kuwa ndani. Hii kamati itakwenda kutoa mwelekeo namna ya kumaliza changamoto hizo. Sasa baada ya hiyo kamati kinachofuata ni kukubaliana kazi nyingine ambayo pia tunasema kukubaliana namna ya kuisha mchakato. Kamati hii pia lazima ikubaliane, kwa sababu hii kamati ndio itakuwa pia inakuja kuamua tunarudije kwenye mchakato wa katiba. Kumbukeni mchakato wa katiba uliishia kwenye nini? Kwenye kupiga kura ya maoni, si ndio? Mkataba uliishia kwenye. Kwa hiyo kuna wengine wanaweza wakasema tuishie kwenye kupiga kura ya maoni. Ile Watanzania wengi walikuwa wanalikataa, si ndio? Kwa kweli hata sisi sasa za kiraia hatuoni kwamba tuchukue ile katiba pendekezo tuende kwenye kura maoni. Hilo litaleta mkanganyiko mkubwa. Kwa hiyo consensus hii, kamati hii pia lazima itusaidie nchi kwamba tunarudije. Sasa sisi tumependekeza tunasaidia hiyo kamati kama itaundwa, namna ambavyo tunaweza tukarudi kwenye mchakato wa katiba. Njia moja ambayo njia hiyo ni kuunganisha maudhui ya rasimu ya Warioba ile ambayo inatokana na wananchi, lakini katiba ya pendekezo ambayo pia na wenyewe ni sehemu ya rasimu ya Warioba, kwa sababu walitoa maudhui kutoka kwenye rasimu ya Warioba kwa sehemu, ingawa mengine waliacha, lakini pia wale walioko kule bungeni pia walikuwa ni wawakilishi wa wananchi. Kwa hiyo zote ni rasimu ambazo zimetokana na wananchi, lakini lazima sasa pamoja na katiba ya sasa, yani hizi katiba tatu, rasimu ya Warioba, katiba ya pendekezo na katiba ya sasa, tunaita kusema harmonization, kuunganishwa, kuharmonize, sijui kwa Kiswahili kizuri ni kipi? Kuhamasisha, no, hiyo ni kuharmonize. Kuharmonize ni kuunganisha, Kiswahili sahihi ni kuunganisha. Yaani zile nyaraka tatu, yani zile katiba tatu inayoendelea ya Warioba na ya tume na bunge la makatiba, ile katiba pendekezo. Sasa lazima iunganishwe. Sisi tunadhani hapo ndipo tulipofikia. Hatuhitaji kurudi nyuma. Kwa sababu gani? Ya kuokoa fedha, kuokoa muda, lakini pia kuthamini kazi nzuri iliyofanywa na kamati, tume ya katiba ya Warioba, lakini pia na bunge la katiba na wengine wote ambao wamefanya. Hata haya maboresho ambayo yamefanyika tumeyataja 14 pia nayo yapaswa kwenda hivi hivi. Ndio maana tukasema katiba zitatu hizi hiyo ziunganishwe kutuletea rasimu nyingine mpya. Sasa tutafanyaje hivyo? Tumependekeza sasa ili hii ifanyike ndio tutaunda sasa lakini kwa kupitia sheria, kwamba sheria itatungwa ya kuanzisha mchakato wa katiba. Ndani kutakuwa na kamati ya kitaifa ya wataalam wa katiba. Kamati ya kitaifa ya wataalam, committee of expert. Hii kamati ya wataalam ndio itafanya kazi ya kutuletea rasimu au katiba pendekezwa baada ya kufanya kuunganisha, kuharmonize katiba hizi tulizotaja. Maana yake sasa ni nini? Ni kwamba kamati hii ya wataalam isiyozidi watu 25, tunapendekeza isizidi watu 25, iundwe ikizingatia uwakilishi, of course isiwe ni ya kisiasa kwanza, lakini izingatie tu uwakilishi. Tuna muungano, ni swala la muungano, tuna Zanzibar, tuna Tanzania bara, lakini makundi kadhaa, lakini iwe ni kwa kuangalia utaalamu wa watu wenye utaalamu kwenye masuala ya uandishi wa katiba. Hiyo kwa hiyo inakuwa ni tume, ni kamati ya kitaalamu, sio ya kisiasa. Tumependekeza hivyo ili tuweze kuenda kwa haraka sana.
Na bahati nzuri mapendekezo haya yalishatolewa pia huko na sasa kiraia wengine na wadau wengine, sio mapya sana. Sisi tumekuja malikuwa kuna mawazo mengi. Sisi tunadhani hii njia tunayopendekeza kwanza itatuokolea muda, itatuokolea rasilimali, lakini na kwenda kulinda umoja wakati wa mchakato wa kupata katiba mpya. Kwa sababu kurudi kwenye yale matume sisi hatutaki kabisa kusikia kurudi kwenye bunge la katiba. Kurudi kwenye bunge la katiba tutarudi kwenye matatizo yale ambayo tumeyaeleza. Kwa hiyo tuepuke kurudi kwenye bunge lile ambalo litakuwa la kisiasa zaidi, kwa sababu kwa mujibu wa mchakato wa katiba ni aidha utumie bunge lililopo uongeze tu watu kadhaa kama tulivyofanya, au ufanye kama Uganda walikwenda kwenye majimbo wakapiga kura kuchagua wajumbe wote wa bunge la katiba, ambayo pia hata tukifanya hivyo watarudi wale wanasiasa na tutakwama. Kwa hiyo tunadhani tayari wananchi wamefanya kazi yao, tayari bunge la katiba limefanya kazi yao. Sisi tufanye harmonization ya hizi document, twende mbele. Sasa baada ya kamati hii ikishafanya harmonization, tunakwenda kwenye kura ya kupiga maoni, kura ya maoni ya kupitisha katiba, kwa sababu wananchi ndio waamuzi. Wakiamua kuipitisha, kuikataa, tutarudi sasa. Sasa hapo ndio tutarudi, hatutaepuka swala la aidha turudishe kwa kamati ifanyie kazi au turudi kwenye bunge la katiba. Hilo sasa tunaiachia hiyo kamati ambayo tunapendekeza iweze kulifikiria. Kwa hiyo sasa kwa njia hii mwafaka wa kitaifa utajengwa kupitia mchakato shirikishi. Yaani maana yake kwa njia tunayopendekeza mchakato wa kitaifa utajengwa katika njia ambayo ni shirikishi, wa haki na maridhiano. Utaweka misingi thabiti ya katiba mpya inayoakisi matakwa ya Watanzania wote. Lakini kamati ya kitaifa itapaswa kuwa na muundo shirikishi, isiwe na wanasiasa. Ikiwezekana masharti katika sheria itakayosimamia mchakato wa katiba yawekwe kwamba watakaoingia kwenye kamati hii kwa miaka 10 baada ya upatikanaji wa katiba mpya wasishiriki kwenye masuala yote ya kugombea masuala ya kisiasa. Hii itapunguza watu wanapokuwa kwenye michakato kama hii kujiwazia binafsi kwamba nikisema waziri asiwe mbunge labda mimi ndakosa uwaziri, nikisema madaraka ya rais yapunguzwe labda mimi nikiwa rais nitakuwa sina madaraka mawili. Yaani kwa hiyo na Uganda walifanya hivyo kwamba ukitaka kuingia kwenye hizi mchakato wa katiba mpya wale wote ambao wana ndoto za siasa wanawekwa pembeni, kwa sababu kuna vitu ambavyo vina implication kwenye nafasi zao. Kwa hiyo wanaweza kukwamisha kwa sababu ya nafasi zao. Kwa hiyo sheria itakavyosukwa itasukwa katika namna ambavyo haitaturudisha kwenye zile changamoto ambazo nimezitaja. Na kwa hiyo sasa baada sasa ya bunge linalokuja, yani baada ya uchaguzi, sisi tunasema bunge la kwanza baada ya uchaguzi huu ndio liwe bunge la kwanza la kupitia kufanya maboresho ya sheria ya mabadiliko ya katiba mpya namba 8 ili kuweka vifungu ambavyo vitaendana sasa na mchakato huu wa sasa, kwa sababu ile sheria ni kama vile imepitwa na wakati. Sasa tunapendekeza bunge la kwanza ambalo linakaa mwezi wa 11 ndio liwe bunge la kwenda kupitisha sheria ya mabadiliko ya katiba. Bunge hilo ndio litakwenda kupitisha sheria, na hiyo sheria itatungwa sasa. Itatungwa baada ya ile kamati niliyopendekeza ya maridhiano kumaliza kazi yake, kwa sababu ndio sheria hii itaakisi yale mambo ambayo yametokana na kamati ya kitaifa. Kwa lazima kwanza kamati ya kitaifa ikae, itoe mapendekezo, tunakwendaje kwenye mchakato, mambo yale yenye mgangano yawe yamefanywa kazi, ndio tuende tukatunge hiyo sheria. Kwa hilo ni namna ambavyo tunapendekeza namna ya kurudi kwenye mchakato wa katiba. Lakini wakati tunarudi kwenye mchakato wa katiba, ni muhimu sana kuzingatia sasa ushirikishwaji wa wananchi, jambo la msingi ambalo limekuwa likisisitizwa wakati wote, kwa sababu tutakwenda kwenye referendum ambayo sisi tunadhani lazima ifanyike kwa wakati. Yaani kura ya maoni ifanyike ndani ya mwakani. Yaani kama tunaanza mchakato Novemba kutunga sheria, yani mpaka tunamaliza mwaka 2026 tuwe tayari tumeshapata katiba yetu. Mwaka wa kwanza kabisa baada ya uchaguzi ni mwaka mzuri sana kupata katiba mpya, kwa sababu joto na mawazo ya siasa kiuchaguzi yanakuwa hayapo. Wananchi wanakuwa kidogo wametulia, lakini hata viongozi wanakuwa wametulia. Ndio muda mzuri wa kupata katiba mpya.
Kwa mambo ambayo tunatakiwa yazingatiwe wakati wa kutengeneza katiba mpya. Mchakato wa utungaji wa katiba duniani kote unapaswa kuongozwa na misingi thabiti inayohakikisha kuwa katiba inakubalika na wananchi wote na inaakisi matarajio ya taifa na wananchi wote, sio vikundi vya watu. Ili kufanikisha hili, kuna misingi ifuatayo ni lazima izingatiwe. Msingi namba 1, kuwepo na uwazi kwenye mchakato. Uwazi, yani mchakato uwe wa wazi kabisa namna tunavyoteleka. Hiyo msingi namba 1. Lakini ushirikishwaji wa makundi yote ya kijamii. Hiyo ni standard za kimataifa. Ile participation, ushirikishwaji wa makundi yote ni msingi namba 2, lazima uzingatiwe. Ujumuishi wa makundi yote, uwakilishi, inclusion ya makundi wote bila kujali jinsia yao, ulemavu, jinsia na vitu vingine. Lakini mwafaka wa kitaifa lazima utangulie. Lazima utangulie. Lakini umiliki wa wananchi wa mchakato, yani wananchi wao ndio center ya mchakato, umiliki wa wananchi kwenye mchakato. Hizo ndio standards za kimataifa za utengenezaji wa katiba. Lazima zipewe kipaumbele. Usipofanya hivyo, huo mchakato hauwezi kufika mahali. Na kama ukifika ndio tutakuwa tunakabadilisha katiba mara kwa mara. Umeona jinsi tulivyofanya mabadiliko ya katiba mengi ndani ya miaka 60. Ni mambo mengi sana tumefanya kwa sababu pengine tunafanya vitu ambavyo kesho wanaibuka kundi lingine wanakuwa wakubaliani, inabidi turudi. Unaona kuna miaka hapo tunabadilisha katiba leo, mwaka huo katiba inabadilishwa mara 3. Sio nzuri. Sio utaratibu mzuri kufanya mabadiliko ya katiba mengi kiasi hicho au kuwa na katiba zaidi ya 5 ndani ya miaka 10. Ni kwa sababu pengine hatufanyi maamuzi ambayo yanaangalia miaka 50, 100 baadaye. Kwa hiyo tukae tutengeneze katiba yetu ambayo itatupeleka miaka 100. Yaani watakao kuja kubadilisha katiba baada ya kupatikana mwaka kesho, iwe ni sio watoto wetu, iwe ni wajukuu wetu wote tulioko hapa, ndio watakuja kubadilisha katiba, sio sisi. Tunazungumza miaka 60, 100 inayokuja. Hiyo yote lazima sisi wa Tanzania tuwe sehemu ya hiyo. Changamoto tunayoiona ingine ambayo sisi tunapendekeza ni kwamba Watanzania, simamieni swala hili kama la kwenu. Tusizani kwamba swala la mchakato wa katiba mpya ni la vyama vya upinzani, la wanasiasa, la wanaharakati, la waandishi. Tuone kwamba hili swala ni la kwetu. Tuone kwamba swala la katiba mpya ni swala la wewe, kuhusu kodi yako, kuhusu hela yako, kodi yako unayochanga, ulinzi wa kodi yako, ni kuhusu rasilimali zako za nchi, ni kuhusu barabara yako, ni kuhusu maji na afya na elimu yako, ni kuhusu kila kitu unachoishi, chakula chako na vitu kama hivyo. Tuone kwamba swala la katiba ni la kwetu sote. Ndio itafanya pia viongozi waone kwamba ni jambo la muhimu kufanyia kazi. Tunapokuwa makundi machache ndio tunazungumza, ndio tunafuatilia, tunawapa nafasi viongozi waone kwamba hili swala ni la wakundi tu, makundi fulani. Kwa hiyo tujaribu, waandishi wa habari na nyinyi mtusaidie wa Tanzania waone kwamba hili swala, wekeni vipindi vya kudumu kuhusu swala la katiba mpya. Nadhani tutakuwa tunajenga taifa ambalo lina wananchi ambao wanafuatilia mambo yao ya msingi kabisa. Kwa hiyo mchakato wa katiba sisi tunasema uanze ndani ya mwaka 1 na ukamilike ndani ya mwaka 1, kama vile vyama vingine vilivyopendekeza, ili kuepuka kwenda kukaribia kwenye masuala ya uchaguzi. Kwa namna moja nyingine kupata katiba ambayo ni nzuri lakini pia itasaidia kujibu majeraha. Leo hii tunahangaika kila siku, kila uchaguzi tukija tunavutana. Katiba ndio jibu. Yaani tukitaka twende kwenye uchaguzi wa 30 tukiwa tumetulia kama taifa, tukamilishe mchakato wa katiba, utajibu mambo mengi sana. Na tusisubiri kabisa tufikie kwenye vuguvugu la uchaguzi ndio tuanze kuzungumza swala la katiba mpya. Kwa hiyo sasa, jambo la mwisho kabisa ni kura ya maoni, ambayo sisi tunadhani wananchi ndio wenye mamlaka ya kuamua. Kwa hiyo baada ya mambo yote kufanyika, sisi tunapendekeza ndani ya 2016, yani iwe ni mwezi wa 7, wa 8, wa 12, lakini isivuke mwaka 2016, tuwe wananchi wameshapiga kura ya maoni kupitisha katiba pendekezwa. Na baada ya hapo sasa ndio mchakato wa kuanza. Kumbukeni kwamba katiba ikishapigiwa kura na wananchi itahitaji miaka kama 2-3 kuanza kufanya kazi, kwa sababu lazima tuanze mchakato wa kuboresha sheria zote za nchi ili ziendane na promulgation. Ile period inachukua karibu miaka 2. Kwa hiyo ndio maana tunasema mapema, ili tupate tena mwaka mwingine mzima wa 2017 kuanza kufanya maboresho kabla ya katiba kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo katiba hii tukianzia mchakato na kuikamilisha, kwa mfano mwakani, itaweza kuja kufanya kazi 2018
au 2017, 2027 au 2028, kwa sababu inachukua muda pia, kwa sababu katiba haipaswi kuanza kabla hatujaweka mazingira mengine ya kisheria yao yamekaa vizuri. Kwa ufupi, ndugu waandishi, hayo ndio mambo ambayo tumeona kwamba ni vyema tukazungumza na Watanzania kupitia nyinyi, lakini pia tukazungumza na viongozi wetu ambao wanashiriki uchaguzi. Kwanza kwa kuwapongeza kwa kuonyesha nia ya kuleta katiba mpya, lakini na kuwapa sasa ushauri na mbinu ambazo ni za msingi kabisa, namna gani wanaweza kuwatimizia Watanzania hiyo ahadi ambayo wanaitoa wakati huu wa uchaguzi. Tuendelee kushauri viongozi wetu, tuendelee kushauri kwamba taifa letu ni letu wote. Na mimi nipende tu kumkumbusha Mheshimiwa Rais Samia, yeye anawashauri wa aina mbili. Anawashauri waliomwajiri kazi ambao ni sisi wananchi, na anawashauri ambao yeye amewaajiri kazi. Mimi namshauri asikilize sana ushauri wa watu ambao wamemwajiri kazi. Pengine njia za ushauri wa watu ambao wamewajiri kazi zinaweza zisiwe za kumfikia, zisiwe na mikwamo, lakini atafute njia ambayo anaweza kusikiliza maoni ya Watanzania, awe anasikiliza makundi ya Watanzania, kwa sababu wale ndio washauri wa kweli. Wale ndio washauri ambao watamuongoza kwenye mambo ambayo yatakuwa na tija kwa taifa. Sio mbaya wakati mwingine kuwaweka pembeni kama kiongozi yoyote ule wa nchi, watu wako wa karibu sana, na kusikiliza maoni ya watu ambao ndio wana rungu ya kukuweka madarakani na kukutoa madarakani. Huo ni ushauri ambao tunautoa, nadhani kiongozi yoyote ule anapaswa kuzingatia. Mheshimiwa Rais wa Tanzania wanahitaji mabadiliko, wanahitaji katiba mpya. Njia nzuri ya kuongoza nchi ni kusikiliza malalamiko ya wananchi. Kiongozi yoyote ule ambaye anashupaza shingo, ambaye anafunga milango na kutokupokea maoni na ushauri wa wananchi wake, madhara yake ni makubwa sana, na mmeshaona popote pale duniani. Kutoa nafasi ya kusikiliza wananchi ni kujijengea mazingira ya utulivu ya uongozi, ni kujijengea mazingira ya kulinda amani ya kitaifa. Na sisi tunasisitiza kwamba amani ya nchi hailindwi kwa majeshi, hailindwi kwa mitutu ya bunduki. Amani ya nchi inalindwa kwa kulinda misingi ya demokrasia, katiba za nchi, haki za watu, kusikiliza wananchi, kutoa nafasi za wananchi kueleza kero zao na kuzifanyia kazi. Kiongozi yote anayefanya mambo kama hayo lazima uongozi wake uwe ni wa amani, wa utulivu, na sisi ndio tunategemea kwamba viongozi wanaotafuta ridhaa ya wananchi waone kwamba hiyo ndio njia ya uongozi, hiyo ndio njia bora ya kuliongoza taifa letu. Na sisi ambao tunachukua jukumu hili, pengine sasa hivi tungekuwa tumekaa mahali tunakula weekend, jukumu hili la kuzungumza na viongozi wetu, watuone kwamba ni watu ambao tuna nia njema na wao wenyewe, lakini tuna nia njema na nchi hii yetu. Yote ule ambaye atatuona sisi hatufai, ni mweu, basi atuone hivyo, lakini iko siku watakumbuka hizi kauli tunazosema kama Watanzania wema, Watanzania ambao tunatakia mema, na Watanzania wazalendo kwa ajili ya taifa letu. Asanteni kwa kunisikiliza.